Moto mkubwa umezuka usiku wa kuamkia leo katika soko la Temeke Stereo jijini Dar es Salaam na kuteketeza kabisa maduka na frame za biashara za mawakala. Idadi ya vifo vilivyotokana na ajali mbaya ya ndege ya shirika la ndege la India yaongezeka na kufikia watu 270. Na vijana Mtazamaji, ni Jumamosi ya Juni 14 mwaka 2025. Karibu sana katika habari ya kutwa. Mimi naitwa Emily Lazarus. Nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa, lakini baadaye michezo itasomwa hapa. Huyu unayemwona pembeni ni Ramla Jabu. Nashirikiana naye hapa ndani kwa uzuri. Kazi yake kubwa ni kufasiri lugha ya alama. Karibu sana. Naam, moto mkubwa umezuka katika soko la Temeke Stereo jana usiku na kusababisha kuteketea kabisa kwa maduka na frame za biashara za mawakala zaidi ya 34, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara wasiopungua 300 katika soko hilo. Baadhi ya wafanyabiashara walioathirika na janga hilo la moto wamesema moto huo uliibuka ghafla majira saa 5 usiku na zikafanyika jitihada chini ya usimamizi wa kikosi cha zimamoto za kuuzima pamoja na kudhibiti usiendelee katika soko hilo na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara hao. 90% ya wafanyabiashara kitengo hichi walioathirika ni wakina mama. Hawa wakina mama wameathirika vibaya mno. Na wameathirika kitu cha kwanza kabisa mtaji. Ndugu mbunge, wakina mama wa mtaji washakuwa hawana. Kwa hiyo ule utuone kwa jicho la huruma. Hawana senti 10, vitu vyote vimeharibika, vitu vyote vimekufa. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa jicho moja na tufanyie haraka ili mradi maisha yetu na sisi yawe mazuri. Nilikuwa namuomba mbunge atusaidie sana hata mikopo ya kina mama, kwa sababu wengi wanafanya biashara za kifedha, pesa wameunguliwa ndani, mashine zimeungua. Kwa hiyo hata hapa jengo likiisha wanashindwa waanzie wapi. Kwa hiyo ndugu mbunge, mimi ombi langu kama mama na wamama walioathirika, naomba utuangalie kwa jina la pili, kwa jicho la pili kwa ajili ya mikopo ya hawa kina mama, ingalau wajisogeze. Mbunge wa Temeke Dorothy Kilavi alifika katika soko hilo majira asubuhi na kuwafariji waathirika janga hilo la moto na kutoa ahadi kwa kushirikiana na halmashauri kuhakikisha hali katika eneo hilo inarudi haraka ili wafanyabiashara hao waendelee na biashara zao, huku mkurugenzi wa manispaa Temeke Jomari Satura akisema tayari wamekutana na wataalamu kufanya tathmini ya moto huo. Niwape pole sana kwa adha hii iliyotokea. Ninaamini serikali yenu ni serikali sikivu, na hata sasa hivi kama mkurugenzi ameshapata, ninaamini hata DC nimeongea naye, anasema jana usiku alikuwepo na ndio alikuja mapema sana wakati mimi niko bado bungeni na kuona hii kwamba imetulia. Kwa hiyo niwape pole sana nyingi sana kama mwakilishi wenu, na ninaamini hili jambo mama yetu Samia Suluhu akiliona na mkurugenzi tayari yuko hapa, niwaombe sana muwe watulivu. Timu ya wataalamu tunaendelea kufanya tathmini. Utaona moto umetokea usiku kuamkia leo na sasa hivi tuko ofisini hapa. Mimi na wataalamu wenzangu tunajaribu kuona tupate hesabu kamili ili tuanze urejeshaji wa miundombinu ambayo imepata athari ya moto. Tunajaribu pia kuangalia nini ambacho tunaweza tukapeleka kama pendekezo kwenye uongozi wa halmashauri. Watu hawa wamepata ajali, wamepata hasara kubwa. Tuone kama halmashauri tunaweza tukashiriki namna gani katika kuwafuta machozi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan